Kuelekea kwenye Simba Day, tumekuwa na utamaduni wa uzinduzi wa wiki ya Simba. Tuli introduce mfumo huu na ukaonekana kuwa na tija kubwa. Msimu wa mwaka ule tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala, ilikuwa ni unyama sana. Watu wa Mbagala wanakumbuka kile ambacho kilitokea pale, ilikuwa ni kufuru na hatari ya kiwango cha juu kweli kweli. Msimu ukaofuatia tukaenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala Buza, na yenyewe ilikuwa ni unyama wa hali ya juu kweli kweli. Mwaka uliofuata tukatoka nje ya Dar es Salaam tukaenda kufanyia Morogoro, na yenyewe ilikuwa ni hatari mno. Watu wakapanda SGR, ilikuwa ni safi kweli kweli. Tukatoka hapo tukaunganisha hadi Mikumi. Msimu wa mwaka jana tukaenda Iringa katika wilaya ya Mafinga, kila mmoja nakumbuka, ilikuwa ni amazing kweli kweli. Dhamira ya kuitoa Simba Day na kwenda kufanyia mikoani ni kutanua wigo wa Simba, kuwakutanisha wana Simba pamoja, lakini kuamsha yale maeneo ambayo yanaonekana yamepwaya na yale maeneo ambayo yanaamshamsha tunakwenda kuyaongezea nguvu. Ndio maana tunaamua kwenda nje ya Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba. Sasa mwaka huu kwa kipekee kabisa tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo wilaya ya Karatu mkoani Arusha. Mwanzoni tulitangaza tarehe 25 kuwa ndio uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini niko hapa kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wanasimba kwa ujumla ya kwamba uzinduzi wa wiki ya Simba sasa umebadilika kutoka tarehe 25 ya awali kwenda tarehe 1 ya mwezi wa 8, na siku ya safari kutoka tarehe 24 kwenda tarehe 31 ya mwezi huu wa 7. Ndugu zangu wana Simba, kwa nini tunakwenda Ngorongoro? Sababu ya kwanza ni hiyo, kuitoa Simba Day nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kuendelea kutanua wigo wa mkoa wigo wa Simba Day. Kila mmoja ajihisi ni mmiliki wa Simba Day, kila mmoja ahusike kwa namna moja ama nyingine kwenye Simba Day. Ndio maana tunakwenda maeneo mbalimbali, na safari hii tunakwenda Ngorongoro. Lakini kwa upekee kabisa Ngorongoro ni sehemu la kipekee kabisa duniani, ni sehemu la kihistoria, ni sehemu ya maajabu, ni sehemu ambayo haifanani na sehemu yoyote ile duniani. Yaani huwezi kwenda Ngorongoro alafu ukasema hapa Ngorongoro panafanana na sehemu fulani niliwahi kwenda. Kila ambacho unakiona Ngorongoro ni cha kipekee, hakifanani na sehemu nyingine yoyote ile ndani ya dunia hii. Kwa hiyo sehemu kama hiyo imetuvutia sisi na kusema acha twende tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapo. Tunaamini ule upekee wa Ngorongoro unaifanya uzinduzi wa wiki ya Simba wa safari hii na wenyewe kuwa wa kipekee. Lakini ni kwenye ubunifu. Tumeshafanya Simba Day sokoni, tumeshafanya stendi, tumeshafanya barabarani. Sasa safari hii tunakwenda kufanya ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, chini kwenye kreta. Kama mnafahamu kreta, nyote mmepita kidogo skuli, mnaifahamu kreta. Kreta ni shimo ambalo linatokea baada ya mlima kuzama wa volkano na kuacha shimo kubwa. Hasa hilo shimo la namna hiyo lipo bwana, mbona taa yako nazimika? Na nikata sana bwana. Unaona sasa? Kisike. Jipangeni mkisikia kuna press ya Simba. Taa haiwezi kuwa shilingi 3200. Lazima itazimika tu. Kwa hiyo ni eneo la kipekee sana. Ni urithi wa dunia. Ni eneo la urithi wa kitamaduni. Ni eneo ambalo ukitazama tu lile shimo peke yake ni jambo la kipekee, lakini maajabu ambayo yako chini kule Ngorongoro ndio kuna upekee wa hali ya juu mno. Tukasema kutokana na upekee na uspecial
wa klabu ya Simba tunastahili kwenda kufanya uzinduzi wa wiki yetu ya Simba Day kwenye eneo pekee kabisa exclusivity la Ngorongoro. Baada ya kujiridhisha hilo, tukasema acheni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba katika eneo hili la hifadhi ya Ngorongoro. Kila mmoja baada ya kusikia hili kuna namna ambavyo amesisimka, kuna namna ambavyo amepata hamu ya kushiriki tukio hilo. Sasa hiyo hamu yako uliyokuwa nayo ndio sisi tunayoitaka twende nayo Ngorongoro, na wewe uende ukashuhudie kwanza maajabu ya Ngorongoro, lakini maajabu ya Simba kwenda Ngorongoro, lakini maajabu ambayo yanakwenda kufanyika katika uzinduzi huu wa wiki ya Simba. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Simba Sports, hili ni tukio la kihistoria sana. Haitakuja kujirudia kwa miaka hivi karibuni, na of course lazima ushangilie timu ambayo inakufungulia dunia, inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo hakuna timu nyingine inaweza kukupeleka, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo ulikuwa unatamani kwenda kufika, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambayo ina mvuto wa hali ya juu. Hii leo ukiingia kreta ya Ngorongoro, ukitoka, yani kila mtu huku uraiani unamuona wa kawaida sana, kwa sababu umefanikiwa kuingia Ngorongoro. Sio kila mtu anaingia Ngorongoro, ni mpaka uwe dedicated ama uwe shabiki wa Simba Sports Club. Ndio maana tukasema safari hii, wanangu wa Simba, twendeni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba huko Ngorongoro. Ndugu zanguni, naweza msinielewe sana, lakini tukienda Ngorongoro mtanielewa kwa nini Simba tumechagua huko. Lakini wacha niwapitishe maajabu machache sana ambayo hata wewe utaona kweli Simba amefanya jambo la maana kwenda Ngorongoro, na wewe utashawishika kuungana nasi kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Ngorongoro ni kivutio cha maajabu sana, chenye wanyama wengi kweli kweli, sanjari na simba wengi kweli kweli. Ndio eneo pekee ambalo lina mkusanyiko mkubwa wa simba kuliko sehemu yoyote ile Afrika na duniani kwa ujumla. Sehemu kama hii unaachaje kwenda? Yaani ukiingia tu Ngorongoro unakutana na simba kibao, unakutana nao, unapishana nao barabarani, na tutaenda kuwaona siku hiyo tarehe 1 kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Lakini kwenye hifadhi hii ya Ngorongoro ndipo kuna fuvu la mwanadamu wa kale kabisa linapatikana Ngorongoro, na mkienda mtaliona, mshuhudie maajabu ya Ngorongoro. Nyayo za watu wa kale zinapatikana Ngorongoro. Ndugu zanguni, nimeziona kwa macho, na nyinyi nitawachukua tarehe 1 mwende mkaone kwa macho. Lakini kuna ajabu kubwa ambalo limenishangaza zaidi. Ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kuna mchanga unaotembea, wenyewe wanaita shifting sand. Umekaa namna hii, huo mchanga kila siku unahama hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mwaka unahama, nimesahau zile mita zake, lakini unahama. Kwa hiyo ukikaa juu ya huo mchanga unaweza ukajikuta umefika Venezuela, lakini uwe mvumilivu kwa sababu unakwenda taratibu mno, yani taratibu mno, wanaitwa shifting sand. Kwa hiyo kama una uvumilivu utakaa hapo kwa miaka 60, umehama kama mita ngapi tu hivi. Kwa hiyo uwe mvumilivu, utafika mbali, lakini unahama huo mchanga. Upo Ngorongoro. Sasa sehemu kama hiyo, ndugu yangu mwana Simba, unaachaje kwenda? Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kualika wana Simba wote wa Tanzania, twendeni Ngorongoro, twende tukashuhudie uzinduzi wa wiki ya Simba. Tunaenda Ngorongoro kwa sababu ya kuipa hadhi hifadhi hii. Ni hifadhi yenye maajabu mengi ambayo nimeyataja tu hapo kwa haraka, mtakwenda kuyaona wenyewe kwa muda ukifika, lakini vile vile kuipa upekee tukio letu hili la uzinduzi wa wiki ya Simba. Kwa hiyo utaratibu wa kwenda Ngorongoro ni kama ifuatavyo. Tutaondoka Dar es Salaam usiku wa tarehe 30. Moja kwa moja tutaelekea mpaka Karatu, lakini tutapitia Arusha,
tutawapitia wanasimba wenzetu, na baada hapo tutaingia Karatu mchana wa tarehe 31. Na kwa nini tunataka kuingia mchana wa tarehe 31? Kwa sababu tunataka kufanya paredi tukiwa pale Karatu. Sasa tukiingia usiku tutashindwa kufanya paredi, ama utafanya paredi na vibwengo. Kwa hiyo ni bora tukaingia mchana ili tufanye paredi watu wote wakiwa wanatuona. Kwa mantiki hiyo ni kwamba tutasafiri na makombe yetu yote ya msimu huu, tutakwenda nayo mpaka Karatu, twende tukafanye paredi na wanakaratu na wenyewe washuhudie mafanikio ya mnyama. Tutafika Karatu majira ya mchana, tutazunguka Karatu yote ile kwa kufanya paredi. Baada hapo wanasimba tutasambaana. Baada ya kusambaana, usiku huo tarehe 31 tutakutana sehemu inayoitwa Sparrow Lodge. Hapo kutakuwa na mkesha wa Simba Day. Wana Simba wote wa Arusha, wote wa Karatu, wa Dar es Salaam, wa Musoma wa Mara, wa Mwanza, na wote ambao watakuja Karatu kwa ajili ya safari ya kwenda Ngorongoro, hakutakuwa na kulala siku hiyo. Siku hiyo wana Simba wote tutakwenda kwenye mkesha. Tutafika hapo, taingia hapo Sparrow Lounge majira ya saa 2 saa 3. Kutakuwa kuna vyakula, kuna vinywaji na kuna vinywaji. Mmenielewa hapo Kuna vinywaji na vinywaji. Kwa vote vitapatikana hapo. Kutakuwa kuna nyama choma, kutakuwa kuna mziki, kutakuwa kuna live band na kutakuwa kuna disco. Wewe mwenyewe unachagua unataka kwenda kukaa eneo gani ili uitafute asubuhi yako hapo. Kwa ndugu yangu Mwakitalima, budget ya kulala usiiweke Karatu. Karatu siku hiyo tutalala Sparrow Lounge. Tunakesha hapo kuanzia muda tumefika mpaka asubuhi yake tunapokwenda Ngorongoro. Watu watajilipua vibaya mno. Ikifika saa 5:59 kuelekea saa 6 ya kuingia tarehe 1, tutapiga mafataki kukaribisha mwaka mpya wa Simba Sports Club.